Tarehe 31 Julai mwaka huu 2026, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliwasili nchini Angola kwa ziara ya siku mbili kufuatia mwaliko wa rais wa nchi hiyo, Mheshimiwa Joao Manuel Lourenco. Mara baada ya kuwasili jijini Luanda, Angola, katika uwanja wa ndege, Mheshimiwa Rais Dr. Samia alipokelewa na Mheshimiwa Tete Antonio, waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo. Baadaye siku hiyo hiyo ya Julai 31, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipata nafasi ya kuzungumza na mwenyeji wake, Mheshimiwa Joao Manuel Lourenco, katika ikulu ya Luanda, Angola. Dhumuni kubwa la ziara hiyo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia nchini Angola, pamoja na mambo mengine, ni kushiriki katika ufunguzi wa hospitali kuu ya rufaa iliyopewa jina la muasisi wa taifa letu la Tanzania, Baba wa Taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tukio ambalo lilifanyika Agosti 2 mwaka huu 2026. Mama Maria Nyerere ni mjane wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Akiambatana na baadhi ya wanafamilia, ni miongoni mwa mashuhuda waliohudhuria hafla ya ufunguzi wa hospitali hiyo kuu ya rufaa ya Rais Julius Nyerere. Kabla ya ufunguzi wa hospitali hiyo, Madaraka Nyerere, ambaye ni mtoto wa baba wa taifa Mwalimu Nyerere, alipata nafasi ya kuzungumza kwa niaba ya familia, ambapo ameishukuru serikali ya Angola kwa kuendeleza urithi wa Mwalimu kupitia taasisi itakayotoa huduma na kuokoa maisha ya wananchi. Amesema ni matumaini ya familia kuona hospitali ya Rais Julius Nyerere inakuwa kituo cha ubora katika matibabu, mafunzo na utafiti, huku ikiimarisha uhusiano wa kihistoria kati ya Tanzania na Angola. Naye Dr. Silvia Paula Lutukuta, ambaye ni waziri wa afya wa Angola, amesema hospitali ya Rais Julius Nyerere imejengwa kuongeza uwezo wa Angola kutoa huduma za kibingwa na matibabu kwa wagonjwa wenye hali ngumu zinazohitaji utaalamu, teknolojia na uangalizi maalum. Dr. Lutukuta amebainisha kuwa hospitali hiyo itakuwa kituo cha utafiti, ubunifu, mafunzo na umahiri wa kitaaluma kwa wataalamu wa afya. Naam, baada ya yote hayo, hatimaye uliwadia wakati wa ufunguzi wa hospitali hiyo kama unavyojionea mtazamaji. Baada ya tukio la ufunguzi, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Rais Joao Manuel Lourenco wa Angola walizungumza na waandishi wa habari, ambapo Mheshimiwa Joao Manuel Lourenco amesema uwepo wa hospitali hiyo nchini Angola unaziba pengo la matibabu ya kibingwa, hususan kwa waathirika wa majeraha ya moto ambao huhitaji huduma ya haraka. Amesema uamuzi wa kuipa hospitali hiyo jina la Mwalimu Nyerere
ni kutambua mchango wa kiongozi huyo katika kuijenga nchi yake na kusaidia ukombozi wa mataifa mengine barani Afrika. Alitumia nafasi hiyo kumshukuru Rais Dr. Samia, Mama Maria Nyerere na familia ya Mwalimu Nyerere kwa kushiriki ufunguzi huo, huku akisema uwepo wao umeipa hafla hiyo uzito wa kihistoria. Kwa upande wake, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa mataifa ya Afrika kuwekeza katika huduma za afya za kibingwa ili kupunguza gharama na utegemezi wa matibabu nje ya bara hilo. Na hii ni safari ya nchi zetu kujitegemea kwenye health sovereignty, kusimama wenyewe kwenye mambo ya afya na kupunguza matumizi makubwa ya fedha za kigeni kupeleka wagonjwa wetu nje ya nchi zetu. Amesema hospitali hiyo ni ushahidi kuwa ndoto ya Angola ya kubadilisha sekta ya afya kwa kuboresha upatikanaji wa huduma za kisasa za afya ndani ya nchi hiyo inaendelea kutimia. Mheshimiwa Rais, katika hatua nyingine ni kupongeze sana kwa maono yako katika kuendeleza sekta ya afya. Pamoja na hospitali hii, nimeonyeshwa maeneo mawili ambao kutajengwa hospitali nyingine za specialization kwa trauma na nadhani macho. Hizi ni jitihada kubwa katika kuleta huduma za afya kwa Wanaangola. Baada ya kumaliza ziara yake nchini Angola, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alirejea nyumbani.